ukimchukulia Yesu katika namna tu ya Mungu na sio mwanadamu, hautaweza kuapply na kutembea kama Yesu alivyotembea. Hautaweza kukaa kwenye nafasi ya mwanadamu ambaye anatembea na upako wa nguvu ya Mungu wa kuleta matokeo na mabadiliko katika ulimwengu. Ndio maana yeye anasema neno akavaa mwili. Na kama mwili anao mwanadamu, Mungu hanaga mwili. Kwa maana yake yule neno anaweza kuvaa mwili wa kwangu mimi na wa kwako wewe, akakaa ndani yetu na akayatimiliza mapenzi na makusudi yake. Kwa nini tunashindwa kutembea na kutimiliza makusudi ya Mungu? Ni kwa sababu miili yetu sio nyumba ya Mungu, sio hekalu la Mungu. Ndio maana Mungu hawezi kukaa ndani yetu. Lakini tukiweza kutembea katika namna ya roho na kupata ufahamu wa kusema miili yetu iwe hekalu la Mungu, inamtengezea Bwana mahali pa kukaa, namna ya yeye ya usalama wake na kutulivu wake ndani yetu, ataweza kukaa na kuyatenda makusudi yake. Lakini usipopata ufahamu wa kutambua kwamba wewe mwili wako ni hekalu la Bwana, Roho Mtakatifu anapaswa kuketi ndani yako ili awe na uhuru wa kufanya na kutimiliza mapenzi ya Mungu. Kuna namna utaishi maisha ambayo hayafanyiki kuwa mwili wako kuwa hekalu la Mungu, hayafanyiki kuwa mwili wako nyumba ya Bwana. Ndio maana Bwana hawezi kuketi mahali hapo. Anza kutengeneza mtu wa Mungu mwili wako uwe nyumba ya Bwana, uwe hekalu la Bwana. Kristo na Roho Mtakatifu ashuke ndani yako, apate kupata utulivu mahali hapo, apate kuketi mahali hapo. Sema amina kama unaelewa sawa. Haiwezekani mapepo yanapata nafasi kukaa ndani yako ikiwa Mungu yuko ndani yako. Huwezi kunielewa mtu wa Mungu. Sikiliza, mtu yeyote ambaye anaona mapepo yanaweza kutawala ndani yake na yakakaa yamepata amani, ujue huyo mtu ametengeneza mazingira ya utulivu mapepo kuketi ndani. So pepo hawezi kukaa mahali penye vurugu pasipo na utulivu yeye kukaa. Hawezi. Na hata Mungu wetu hawezi kukaa sehemu asiyoandaliwa katika hali ya utulivu. Amjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Na ufahamu kwamba sisi miili yetu ni hekalu la nani? Hawezi kujua hata Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu anakaa ndani. Kwa ukipata ufahamu wa kutambua kwamba mwili wangu mimi ni hekalu la nani, maana hata matumizi ya mwili wako hautayatumia kwa akili zako. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani. Yesu alichukuliwa na Roho mpaka wapi? Maana yake hakuenda kwa mapenzi yake, akili yake, bali Roho Mtakatifu akamchukua Yesu akampeleka nyikani ili Yesu anashinda yote kwa kula. Mungu alikuwa ndani yake. Amina. Na alikuwa anafahamu kwamba mwili wake ni hekalu la Mungu, ni nyumba anayoishi Mungu. Kwa Mungu alikuwa anaongoza mwili wake na kuyatimiliza makusudi na mapenzi yake. Na leo mwili wako leo ufanyike kuwa hekalu la Bwana. Mwili wako ufanyike kuwa nyumba ya Mungu kuanzia sasa katika jina la Yesu ya hai. Amen. Mwili unahusisha kinywa chako. Acha kusema maneno mabaya, acha masengenyo, acha umbea, acha fitina, acha uasherati, zinaa na uzinzi. Acha mambo mabaya, kwa maana mwili wako unapaswa kutumiwa na Bwana. Ukiuchafua katika mambo mabaya, Bwana hawezi kukaa ndani yako. Iweni watakatifu kama yeye alivyo Bwana mtakatifu. Kwa ukijue anasema iweni, sasa tuwe sisi, sio tufanywe watakatifu, sio tufanywe. Maana yake kuna namna ya bidii mtu wa Mungu unapaswa kuifanya kutaka kuishi maisha matakatifu. Pepo mchafu mtokapo mto hupita mahali pasipo na maji. Unaelewa sawa? Pepo mchafu. Maana yake roho chafu inapomtoka mtu inapita na kuelekea mahali pasipo nini? Na maji. Alafu anakaa kule anasema nitarudi tena wapi? Nyumbani kwangu. Anasema ni nyumba yake. Sina leo sawa. Kwa nini anasema atarudi nyumbani kwake? Yaani ile nyumba yake. Halo? Maana yake pepo pia, usipokuwa umeweka maandalizi ya mwili wako kuwa nyumba ya Mungu, inakuwa nyumba ya nani? Ya mapepo. Pepo mchafu amtokapo mtu hupita mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate.
halafu sema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Nitarudi wapi? Alikofanyaje? Roho chafu inapomtoka mtu inatembea mahali dry place, sehemu yenye ukame, akitafuta pumziko. Kwa nini tafuta pumziko? Ni kwa sababu kwa yule mtu alikuwa anapumzika, anakaa na starehe. Tembea kwenye sehemu ambayo yenye ukame, alafu akishaona amekaa mahali pa ukame, anatafuta pumziko, anahangaika kutafuta sehemu pa kutulia. Hapaoni. Na pale anazungumzia hapa nani? Anasema akishaona mapakosa anaangalia wapi? Alikotoka. Anasema narudia wapi? Nyumbani kwangu. Maana anapata shida huko mahali anapokuweko, anasema pumziko lilokuwa naye kwa yule mtu alikotoka. Ninakwambia ufanye mwili wako kuwa hekalu la nani? La Mungu. Kwa nyumba ya nani? Ya Mungu. Mwili wako usipokuwa nyumba ya Mungu, usipokuwa hekalu la Mungu, maana yake mapepo wanapata starehe kukaa ndani yako. Moto wake ndani yako na pepo asikate ndani yako. Moto wake ndani ya mwili wako na pepo asipate utulivu wa kutulia ndani yako. Asipate utulivu wa kukaa. Shakatemasha. Ungesema amina kama unaelewa sasa mtu. Unateseka na mapepo ni kwa sababu mwili wako umeufanya unavyoishi na maisha yako ni sehemu ya utulivu wa roho chafu.